machumo yao yalikuwa ni machumo ya halali. Yale machumo yao waliokuwa wakiyapata wazee wetu yalikuwa ni machumo ya halali, yaani kula yao ilikuwa ni kula ya halali. Kwa hiyo akienda kujimai na mke wake, ile mbegu anayotoa, chakula alichokula kimetokana na chakula cha halali, na mtoto atakayepatikana atakuwa ni mtoto mwenye baraka, kwa sababu chakula chake kilikuwa ni chakula cha halali. Sasa hivi wengi riziki yetu tunaipata kwa njia ya magumashi, yaani mtu uende ukakabe, uende ukadhulumu, uende ukanyang'anye, ukaongope, ukampangishe mtu sehemu kwenye mabonde ya mpunga, ukamwambia hapa na pako safi. Kumbe ukija wakati wa masika maji yanajaa, unachukua pesa yake unakula, unachukua pesa unakwenda kuwalisha wanao, pesa ya haramu. Mwisho wa siku wale watoto wanakosa baraka, na ndoa yenyewe inakuwa haina baraka ndani yake. Mwisho wa siku familia zinagombana. Ndio maana leo ndoa nyingi zimekuwa watu hawaelewani, kwa sababu zimekosa baraka ndani yake. Lakini wazee wetu walikuwa wakila wanakula vitu vya halali, machumo yao yalikuwa ni machumo ya halali, wakinywa wanakunywa vitu vya halali. Leo ukifuatilia kwa makini, si mpaka mavazi yetu ya haramu, yaani mtu kavaa nguo yake, lakini ukifuatilia masdar, chimbuko la namna alivyoipata ile nguo yake, kaipata kwa njia ya haramu. Pengine kuna mtu kamdhulumu, kaenda kanunua nguo, pengine kamdhulumu mtu, kaenda kalaubwagwa, kapeleka nyumbani. Kwa hiyo kwa vyovyote hii ndoa lazima itaparaganyika, kwa sababu haina baraka ndani yake. Kwa hiyo ukifuatilia kwa makini, wazee wetu walikuwa wanapata baraka kwa sababu walikuwa wanapata machumo yaliyokuwa ya halali ndani yake. Sasa katika somo letu la leo tutajifunza njia mbalimbali ambazo wanawachuoni wametuelekeza kwamba njia hizi ndizo ambazo zinazoweza kumpelekea mtu kupata baraka. Zipo njia ambazo mtu akizifanya zinampelekea mtu kupata baraka kwenye elimu yake, kupata baraka kwenye kipato chake, kupata baraka kwenye elimu yake, kupata baraka kwenye biashara yake, kwenye kazi yake, kwenye kizazi chake. Zipo njia mtu akizipata anakuwa na baraka. Unaweza ukapata riziki chache, lakini ikawa na baraka, ikaonekana nyingi. Unaweza ukapata riziki chache, lakini kama ukiwa na baraka, ile riziki inakuwa ni nyingi. Na unaweza ukafanya mambo makubwa, lakini kama huna baraka, hata kama ukipata milioni kwa siku, ile milioni itaisha katika njia ambayo hukuitegemea. Sasa katika moja ya sababu ambazo wanawachuoni wanasema zinazopelekea mtu kupata baraka, as-sababu al-awwal, sababu ya kwanza ni taqwa Allah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Msingi wa kwanza unaoweza kumpelekea mtu kupata baraka ni taqwa Allah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardi. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema, lau watu wa ardhini, lau watu wa miji wangemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahla alqura, lau watu wa miji ya Dar es Salaam, watu wa Tanga, Tabora, wapi, watu wa duniani hapa wangemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, amanu, wangemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqau, Mwenyezi Mungu anasema lau kama wangemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hapa ametaja imani kisha akataja ucha Mungu. Yaani maana yake mtu anaweza kuwa na imani lakini asiwe mcha Mungu, kwa sababu imani maana yake ni kule kutoa shahada. Mtu akatamka shahada ni antu'mina billah, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, kisha na kuamini kwamba kuna kadari, kwamba kheri na shari ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyo ameamini, ana imani. Mwenye vitu hivyo sita, mtu huyo ana imani. Lakini akiwa na imani bado hajafikia katika daraja ya ucha Mungu, kwa sababu imani na ucha Mungu ni vitu viwili tofauti kabisa. Ndio maana katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema,
innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatihi zadatuhum imana. Mwenyezi Mungu hapa anataja sifa za watu wenye imani, lakini ukienda kuangalia sifa za mtu mcha Mungu ni nani? Ali alipoulizwa ucha Mungu ni kitu gani, akasema ni al-khawfu min al-jalil, ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wal amal bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'an, wal istidad li yawm ar-rahil, na kufanya maandalizi kwa ajili ya siku ya kuondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ndio sifa za ucha Mungu Sayyidina Ali alipokuwa ameulizwa. Kwa hiyo kuna imani kisha kuna ucha Mungu. Mwenyezi Mungu anasema lau watu wa ardhini, lau watu wa duniani wangemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqau, na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema la fatahna alaihim barakatin. Mwenyezi Mungu anasema wallahi, la mwenye kuja hapa Mwenyezi Mungu, hii ni taukid. Mwenyezi Mungu hapa anasema na kwa hakika watu hao tungewafungulia sisi juu yao barakatin, baraka ambazo hazina idadi ndani yake. Imekuja kwa nakra, yani Mwenyezi Mungu mtukufu hapa subhanahu wa ta'ala anaonyesha ya kwamba lau kama wanadamu wangekuwa na imani, wangekuwa na ucha Mungu wa kweli, Mwenyezi Mungu angewafungulia baraka zake ambazo zisizokuwa na idadi ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala akasema minas samai wal ardi, baraka zenyewe kutoka mbinguni na ardhini. Yani maana yake ni kwamba mtu akiwa mcha Mungu akienda kulima anakuwa na baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akiwa mcha Mungu anapata baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala akienda kulima. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ashasema kwamba atawafungulia baraka kutoka mbinguni na ardhini. Baraka zilizokuwa ardhini miongoni mwazo ni kilimo. Kwa hiyo ukiwa unataka kilimo kilichokuwa bora na upate mazao yaliyokuwa mengi na mazuri, maana yake sifa lazima uwe mcha Mungu. Lazima sifa yake uwe mcha Mungu, utapata mavuno yaliyokuwa mazuri na yenye baraka ndani yake. Kinyume chake ni kwamba usipokuwa mcha Mungu unaweza ukalima eka 5 lakini ukapata gunia 2. Lakini ukiwa mcha Mungu unaweza ukalima eka 1 lakini ukapata gunia 50. Kwa nini? Mwenyezi Mungu ameahidi ndani ya Qur'ani, anasema lau watu wa ardhini wakimwamini Allah na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atawafungulia baraka ambazo minas samai wal ardi, kutoka mbinguni na ardhini. Baraka za kutoka mbinguni ni zipi? Mwenyezi Mungu atawaleteni mvua yenye heri ndani yake. Mwenyezi Mungu atawaleteni mvua zenye heri, mvua zenye baraka ndani yake, sio mvua za maafa, la. Mwenyezi Mungu hapa anatuonyesha njia ya mafanikio, kwamba ili mtu aweze kufanikiwa kwenye jambo lake, sifa ya kwanza lazima awe mcha Mungu, ndio utapata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sifa ya kwanza au njia ya kwanza ambayo inayoweza kumfanya mtu aweze kupata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala, as-sababu al-awwal taqwa Allah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kuwa na ucha Mungu tu, Mwenyezi Mungu atakupa baraka zake. Utaona mambo yanavyonyooka. Ukienda kulima mambo yanakuwa mazuri. Mkiomba mvua inakuja katika mtiririko uliokuwa mzuri. Kila jambo litakuwa zuri kwako. Niwapeni mfano, niwaambieni, kuna wazee zamani walikuwa wana elimu ndogo sana, walikuwa wana elimu chache sana, tofauti na leo. Vijana wengi wanaamini wana elimu nyingi. Utamkuta mtu kasoma balagha, kasoma mantiki, kasoma sarfa, kasoma nahau, kasoma usul, kasoma fiqhi, kasoma kila mustalahul hadith, kila aina ya fani kwenye elimu unayojua yeye kaikisanya anayo. Lakini ajabu ni kwamba yule mtu hana baraka na ile elimu. Lakini wale wazee wa zamani walikuwa na elimu ndogo, lakini ilikuwa inafika mahala ukienda una shida yako, atakwambia tukae chini tusome alamtara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil moja.
ile alamtara ile, jambo lako unashangaa limenyooka. Hawa vijana wa leo wenye kila aina ya elimu hawa, mnaweza mkaenda mkakesha kila aina ya vitabu, si mpaka mambahu, sijui Sihirul Hasad, mavitabu gani, lakini mambo yanakuwa mabaya. Kwa nini? Ni kwa sababu ya elimu zao zimekuwa hazina baraka. Na kwa nini? Ni kwa sababu umekosekana uchamungu ndani yake. Kwa hiyo uchamungu ndio umfanya mtu ile elimu yake kuwa na baraka ndani yake, asikongopee mtu. Uchamungu ndio umfanya mtu elimu yake mtu kuwa na baraka. Ndio maana kuna watu katika mji huu wana maelimu makubwa, lakini yale maelimu yao makubwa hawaonekani. Yale maelimu yao makubwa hawana nuru. Yale maelimu yao makubwa wamekuwa kama wenda wazimu, kwa sababu wamekosa baraka. Kuna kitu kinaitwa uchamungu ndani yake, ndio maana zile elimu zimewafanya wamekosa nuru. Kwa hiyo wazee zamani bwana walikuwa wanajua elimu chache, lakini ilikuwa zile elimu chache zinaweza kuleta manufaa kwenye jamii. Zile elimu chache zile ziliweza kuleta manufaa katika jamii. Zamani mimi nakumbuka ilikuwa mtu anaweza akisimama mbele hapo kusoma ile Suratul Fatiha tu peke yake, unaona anakosea kosea, lakini ndio shekhe wa mji, na ilikuwa mtu akifuatwa ile shekhe, nina shida Suratul Fatiha ile ile ya kukosea kosea, akiisoma yule mtu anafanikiwa. Hawa wa leo Suratul Fatiha wanaisoma na ahkami zote za tajwid, sijui ikhfaru, sijui idghamu, sijui wanazingatia kila kitu kwenye tajwid, lakini mwisho wa siku mtu hawezi kufanikiwa. Niwapeni kisa kimoja kizuri sana. Kuna mtu mmoja katika mji huu, yeye alikuwa anakwenda kumwombea dua mzee Alhaji Ali Hassan Mwinyi, mzee wetu, Mwenyezi Mungu amrehemu huko alipo. Yule bwana alikuwa anakwenda kumwombea dua mzee. Sasa kuna watu wakawa wamekwenda kumpiga fitina, bwana, unajua huyu anakuja kukuombea dua, akija kukuombea dua yeye anasoma tu kul huwallahu 3, dua hiyo dua gani? Dakika 2 tu kamaliza anaondoka. Dua hiyo dua gani bwana? Mimi nitakuletea watu hapo bwana, watakesha kwenye visomo, mashehe au wakubwa bwana, visomo vitakuwa vya masaa 10 hapo usiku kucha. Mzee bwana akaingia kwenye reli. Mwisho wa siku yule bwana alikuwa anasoma dua kwa mzee akafanywa fitina, akatolewa, kwa sababu yeye alikuwa anasoma kul huwallahu kila akienda, akatolewa kwenye reli. Alipotolewa wale mabwana ambao sasa wanasoma usiku kucha na kila aina ya vitabu, wakawa wanakwenda wao kufanya dua. Sasa walipokuwa wanakwenda, mambo yakaanza kuwa mabaya. Mzee akaanza kushangaa, mbona alipokuwa yule wa kul huwallahu mambo yalikuwa mazuri, wamekuja hao na mavitabu rundo mlima, wanakesha, mambo yanakuwa mabaya. Mzee akaona ngoja nirudi kule kule kwa mtu wangu. Ikabidi akarudi kwa mtu wake kwenda kumuomba samahani, bwana nisamehe bwana, unajua mimi nilifuatwa, watu wakaniletea maneno kadha wa kadha na hivi na hivi, kwa hiyo bwana nisamehe bwana, rudi wananifanyia dua. Akamwambia yule bwana maneno. Mzee akamwambia, sikiliza, jambo ambalo haliwezi kufaa kwa ikhlasi, jambo ambalo haliwezi kufaa kwa kul huwallahu, hata ukisoma Yasini 700 jambo hilo halifai. Yaani ukidharau ikhlasi ile kul huwallahu, ukidharau, mtu anaweza akaja hapa akasoma suratu Yasini 700 na zisifanye kazi, lakini akaja mtu hapa na ikhlasi zake 2 tu, jambo ukashangaa likawa. Kinachotazamwa hapo ni ule uchamungu wa yule msomaji. Ndio maana nikawaambia as-sababul awwal taqwa Allah. Sababu ya kwanza inayoweza kumpelekea mtu kupata baraka ni uchamungu. Asiwaongopeni mtu, asiwaongopeni mtu, ni uchamungu. Au mashehe wa zamani mliokuwa mnawasikia, sio kama walikuwa mashehe wana maelimu makubwa ya kupindukia, la, bali walikuwa ni mashehe wenye baraka, walikuwa ni mashehe wenye uchamungu, na ndio maana mambo yao yalikuwa yanakwenda. Niwapeni kisa kimoja kizuri sana. Miaka ya 1956 katika nchi ya Tanzania kuliingia ukame, mvua ikawa hamna, mvua hainyeshi katika mji huu. Hali imekuwa mbaya, joto kali, jua
mazao yanakauka mashambani huko, hali imekuwa ngumu. Watu wakawa tufanyeje? Wakamfuata mwanawachuoni mmoja alikuwa akiitwa Sheikh Hassan bin Amiri Ashirazi. Walipomfuata wakaenda wakamwambia, mzee, tunafanyaje? Hali imekuwa mbaya. Sheikh Hassan bin Amiri akawaambia, tutoke tuelekee jangwani, twende tukamuombe Mwenyezi Mungu msamaha, lakini pia tuswali tuombe mvua. Waende wakaswali istisqa jangwani. Sasa wakawa wanatoka Anatoglo kuja pale jangwani pale Anatoglo. Wakati wanakuja njiani, Sheikh Hassan bin Amiri akawa analeta uradi, ya arhamar rahimina farij ala almuslimin, ya arhamar rahimin farij ala almuslimin. Sheikh Hassan bin Amiri anatoka na uradi kutoka Anatoglo anakuja jangwani. Kabla hawajafika Faya, mvua inanyesha. Sio hadithi alifulela ulela. Kabla hawajafika Faya, mvua inanyesha, na hiyo mvua haikuwa ya kawaida, ilikuwa ni mvua mpaka watu wanakimbiana. Zamani walipita watu wa aina hiyo, watu ambao ilikuwa wakisema ya arhamar rahimina farij ala almuslimin, Mwenyezi Mungu anasikia. Lakini leo hapa itokee ukame, waende wanawachuoni wakakae jangwani pale, afu uone mvua kaitakuja. Nini kimekosekana? Taqwa Allah. Asiwaogope mtu mabwana. Lakini ukiwaambia watu, hebu niambie huyu faida au mafuula, atakwambia huyu faida bwana. Hebu niambie hii kwenye balagha, atakwambia mantiki inasemaje, sarfa inasemaje, irabu, atakuwekea irabu jumla zote 20 atakuwekea. Lakini brother, ucha Mungu ukiwa hakuna, Mwenyezi Mungu hawezi kupokea hata dua ya kuku, hawezi kupokea. Hiyo zamani mlipokuwa mnasikia al-Badri, watu walikuwa wakisomewa wanapoenda wazimu. Leo nitaka mfuate mtu bwana nisomea al-Badri uone kama mtu atakwenda wazimu. Zamani watu walipoenda wazimu kweli bwana, sikongopee mtu. Lakini leo watu wanaweza wakasoma al-Badri hapa hata 500 na mtu asiyeenda wazimu. Kwa nini? Kilichokosekana ni takwa Allah. Kwa hiyo kinachoweza kupelekea mtu kwenye elimu yake kuwa na baraka ni takwa Allah. Khalas, ni ucha Mungu ndio ambao unaweza ukampelekea mtu akapata baraka kwenye jambo lake. Jambo la pili, wanawachuoni wanatuambia katika miongoni mwa sababu zinazoweza kupelekea mtu akapata baraka katika maisha yake, katika mambo yake, ni alqanaa waridha, kukinai na kuridhika. Kukinai na kuridhika, hiki ni kitu au vitu hivi viwili vinaweza kumpelekea mtu kupata baraka kwenye maisha yake. Wale wazee wa zamani, mimi nawatolea mfano kwa sababu kila mmoja ame experience maisha ya wazee. Yaani tuliwaona baba zetu, babu zetu maisha walioishi. Tuliwaona baba zetu wakipigiwa simu, njoo huku shamba uchukue mchele, njoo uchukue gunia la mahindi. Tuliwaona wakipigiwa simu wakienda kuchukua. Lakini miaka yetu hii hatujawahi kusikia tukipigiwa simu tukachukue. Isipokuwa wale wa shamba wanatupigia simu, jamani hali mbaya huku. Maanake mambo yamechange. Wale wazee wa zamani walikuwa wanakanaa, walitosheka, waridha, waliridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokuwa amewakadiria. Wale wazee wa zamani wale walikuwa wametosheka, kanaa, kukinai. Yaani kama Mwenyezi Mungu amempa 2000, yeye amekinai na kile ambacho Mungu alichokuwa amempa. Waridha, na anaridhika na ujazi wa Mwenyezi Mungu. Hatamani kuchukua cha mtu mwingine kuwa cha kwake, la. Hakuna, yaani mtu atamani cha mtu kiwe chake, hapana. Wale wazee wetu waliridhika na walitosheka na vya kwao. Leo kinachotufanya sie tukose baraka kwenye mambo yetu, kwenye elimu zetu, kwenye biashara zetu, kwenye mambo yetu, kwenye kila kitu chetu, kwenye familia zetu, kwenye watoto, hatujatosheka na hatujaridhika na ugavi wa Allah. Hatujatosheka na hatujaridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu alichotukadiria. Yaani wewe ukijiona umepewa 500, fulani ana 5000, unatamani 5000 nayo pia iwe yako kwako wewe. Ujui kwamba aliyegawa hapa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho wa siku baraka zinakuondoka kwenye maisha yako. Sasa miongoni mwa sababu ya pili inayopelekea watu kukosa baraka ni kukosa kanaa, kukinai katika nafsi. Waridha, na kuridhika na kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokupa. Kwa nini umuonee cheo mwenzio?
Kwa nini utosheki na kile ambacho Mungu alichokupa? Unatamani chakula cha mwenzio na kiwe chako. Mwisho wa siku ukipata kile, ile baraka inakuwa haipo kwenye maisha yako. Kwa hiyo ili upate baraka kwenye biashara, kwenye kizazi chako, kwenye mali, kwenye kilimo, kwenye elimu, kuwa na kanaa, ridhika na ugavi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tosheka kwamba Juma amenizidi, yule kapewa na Mungu, mimi kanipa hiki. Kuwa na kanaa, ridhika na huo ugavi, utakuwa na baraka na wewe. Kile kichache ulichokuwa nacho, ukitosheka na ukiridhika, Mwenyezi Mungu anakitia baraka na kinaonekana kingi kwenye maisha. Lakini jambo lingine linalopelekea mtu kupata baraka ni shukuri neema, ni kushukuru neema ambazo Mwenyezi Mungu amekuneemesha. Ni kushukuru neema ambazo Mwenyezi Mungu amekuneemesha. Usipokuwa na kanuni ya kushukuru, utakosa baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ili upate baraka kwenye maisha yako, ni lazima uwe na kanuni ya kushukuru neema alizokupa Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, lau kama mtahesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa juu yenu, hamwezi kudhibiti hesabu yake. Na Mwenyezi Mungu anasema, la in shakartum la azidannakum, lau kama mtashukuru Mwenyezi Mungu atakuzidishieni. Kwa hiyo ili upate ziada, ili upate baraka kwenye biashara, kwenye mali, kwenye watoto, kwenye afya, kwenye elimu, shukuru kwanza kwa kile ulichokuwa nacho, Mwenyezi Mungu atakuzidishia. Lakini usipokuwa na utamaduni wa kushukuru, Mwenyezi Mungu hawezi kutia baraka kwenye mali zako. Mwenyezi Mungu hawezi kutia baraka kwenye elimu yako. Mwenyezi Mungu hawezi kutia baraka kwenye watoto wako, kwenye familia yako, sababu haujashukuru. Kuna binadamu hao, wao kila walichopewa na Allah wanaamini hawajapewa. Kila alichopewa na Allah anaamini hajapewa. Pengine tu labda analala njaa, pengine anaamini kwamba bana, mimi Mwenyezi Mungu bwana ananionea, mimi nalala njaa. Lakini wewe una macho, lakini wewe una masikio, wewe una miguu. Kuna watu katika wewe hawana macho, kuna watu katika wewe hawana miguu, kuna watu katika wewe viziwi, hawana masikio. Hawa nao wasemeje? Kwa hiyo katika moja ya vitu vinavyopelekea wewe upate baraka na uzidishiwe ni kushukuru neema uliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum, lau kama mtashukuru Mwenyezi Mungu atakuzidishieni. Ai, maana yake Mwenyezi Mungu atakuwekeni baraka kwenye ile neema aliyokuwa amekupeni. Kwa hiyo miongoni mwa sababu inayopelekea mtu kupewa baraka na Allah katika mambo yake ni kushukuru katika ile neema aliyogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Macho uliogewa ni neema, mikono uliogewa ni neema, masikio ni neema, miguu ni neema, watoto ni neema, mke ni neema, afya ni neema. Kila ulichokuwa nacho kwenye maisha ni neema, kwa sababu ulichokuwa nacho wewe kuna mtu hana, anakitafuta. Kwa hiyo usipokuwa na utamaduni wa kushukuru, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu atakupunguzia, sio kukuzidishia. Utakosa baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima uwe na kanuni ya kushukuru. Sababu nyingine inayopelekea kupata baraka kwenye maisha ni kufanya istighfar, ni kathratul istighfar, ni kukithirisha kufanya istighfar, kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Istighfar inapelekea kupata baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mkifanya istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu kuna vitu vingi sana atawaleteeni. Miongoni mwa vitu hivyo Mwenyezi Mungu anasema, yursilis samaa alaykum midrara. Mwenyezi Mungu atawaleteni mvua kwa sababu ya istighfar. Yaani mkiwa na kanuni ya kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anaweza akawaletea mvua. Na ndio maana katika moja ya vitu ambavyo inatakiwa watu wavifanye inapokuwa imekosekana mvua ni kuleta istighfar. Istighfar ni dawa.
Istighfari ni tiba. Istighfari inafungua milango ya baraka mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yako yakiwa magumu, fanya istighfar. Watoto wako hawaelewi darasani, fanya istighfar. Biashara imekuwa ngumu, fanya istighfar. Mazao hakuna, mvua hakuna, istighfar. Istighfar ni ufunguo wa kila kitu. Kwa sababu gani? Ukiona baraka haziji mahala, Mwenyezi Mungu amekasirika. Ukiona baraka hakuna mahala, Mwenyezi Mungu amekasirika. Na moja ya njia ya kumpoza Mwenyezi Mungu ni kumwambia Mwenyezi Mungu astaghfirullah, na kuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu huwa ghafurun rahim. Mwenyezi Mungu yeye ni msamehefu na ni mrehemevu. Kwa hiyo ukimwomba msamaha Mwenyezi Mungu, yeye ni mwingi wa huruma, anakusamehe. Akikusamehe anateremsha baraka kwenye maisha yako, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye kila kitu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema istighfari ni moja ya njia inayoweza kumfanya mtu akapata, watu wakapata mvua yenye baraka. Lakini Mwenyezi Mungu akuishi hapo, akasema wayumdidukum bi amwalin, Mwenyezi Mungu atakupeni mali iliyokuwa na baraka kwa sababu ya istighfar. Wayumdidukum bi amwalin, Mwenyezi Mungu atakupeni mali kwa sababu ya istighfar. Mkimuomba Mwenyezi Mungu msamaha, Mwenyezi Mungu anafungua riziki, mnapata mali zilizokuwa za halali. Lakini Mwenyezi Mungu wabanini, na watoto. Ikiwa wewe ni mgumba, ukiwa ni tasa, ukitaka upate wepesi wa kupata watoto, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Mwenyezi Mungu anasema istighfar itakufanya upate watoto. Wewe muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar inaweza kukupelekea kupata watoto. Sio maneno yangu, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanawachuoni wanasema sababu inayoweza kumpelekea mtu kupata baraka, sababu inayoweza kumpelekea mtu kupata mali, kupata watoto, biashara yake kufunguka, ni kuleta istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja mwanawachuoni mmoja, yasemekana alikuwa ni al-Imam Busiri. Watu walienda kumfuata baada ya hali kuwa ngumu sana. Mvua hakuna, mazao mtihani, maji kuna ukame. Wakamfuata Imam Busiri kumuuliza kwamba Imamu, hali imekuwa ngumu, tufanyeje? Imam Busiri akawaambia istaghfirullah, muombeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wale watu wakaondoka na jawabu la kwenda kufanya istighfar. Kuna siku nyingine akaenda mtu kumshtakia Imamu, nimekuja mimi sina watoto, mwaka huu pengine mwaka wa 30 unakwenda, sina watoto na mke wangu, inakuwaje? Imamu akamwambia istaghfirullah, mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana akatoka na mke wake kwenda kufanya istighfar. Kuna watu wengine wakaenda, biashara imekuwa ngumu, Imamu, imekuwaje? Tufanyeje? Akawaambia mtakeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa siku Imamu akaja akawaambia, Mwenyezi Mungu anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Mwenyezi Mungu anasema atakupeni mvua yenye heri. Mwenyezi Mungu anasema atakupeni watoto. Mwenyezi Mungu atakupeni mali. Kwa hiyo istighfari ni moja ya tiba inayoweza kuwafanya watu wapate watoto, watu wapate mali, biashara, chochote unachokifanya kwenye maisha yako ni lazima ulete istighfar. Na ndio maana ukitaka ufanye dua yako ijibiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima kwanza ulete istighfar. Yani usije ukakurupuka ukaanza rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, ukadhani Mungu atakupa. Yani usije ukadhani Mungu atakupa, Mungu atakuwa akupi. Kwa sababu haiwezekani unikere alafu uje uniombe unapotaka wewe. Ukimkera mtu sharti ukamuombe samahani, alafu ndo umuombe unataka kumuomba. Akusamehe alafu ndo akupe. Sasa huwezi kwenda kumuomba Allah kisha umemkera, umemuudhi. Ndio maana wanawachuoni wanasema moja ya sharti ya dua kujibiwa ni lazima kwanza ulete istighfar.
umuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha umswalie Bwana Mtume Muhammad, kwa sababu wewe kama wewe, dua yako bila ya mtume haiwezi kwenda kwa Allah. Wewe kama wewe, dua yako bila ya Mtume Muhammad, dua yako haiwezi kwenda. Sio dua tu, hata swala yako bila ya mtume haiwezi kwenda. Ndio maana unaona katika tahiyatu ya mwisho kumswalia Bwana Mtume Muhammad ni nguzo. Kumswalia mtume katika tahiyatu ya mwisho ni nguzo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hii sala ya mtume, kumswalia mtume katika tahiyatu ya mwisho ni nguzo. Usipomswalia sala yako ni batili. Na kwenye dua vile vile, baada ya istighfar ndio pale sasa umswalie Bwana Mtume Muhammad. Usiombe tu dua rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, ukana mikono yako ukafanya hivi, shehe dua hiyo utaomba miaka 100 upate. Sharti ya dua lazima kuwe na istighfar. Baada ya istighfar kumswalia mtume. Baada ya hapo, walillahi alasmaul husna fad'uhu biha, Mwenyezi Mungu ana majina yake mazuri anayapenda. Tafuta katika moja ya majina yake mazuri, anza kumbembeleza Mwenyezi Mungu kwa kumuomba kupitia majina yake mazuri. Kwa mfano, ya Latif, ya Latif, ya ni katika moja ya majina yake anayoyapenda. Sio unaomba tu dua unakwenda. Ndio maana kuna watu wanaomba dua mpaka dua zao haziendi. Dua mabwana ina njia zake. Lazima watu wakwambie bwana, pita hapa, pita hapa, pita hapa. Sasa kuna mtu mwingine anatoka hapa aenda Kariakoo, anaenda kununua Sirul Ghazali kule. Anajua akikaa chini na yeye anakorokochoa anachora, anajua dua yake itakuwa brother hivi. Abubakar anakuambia dua yako hivi. Usije ukatoka hapo ukaenda kwa mtoro kule ukaenda kununua vitabu vya dua, ukadhani dua yako ukikaa ukisoma tu itakuwa. Sharti watu wakwambie. Dua ina masharti yake. Moja masharti ya dua ni lazima kwanza ulete istighfar. Umuombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sipo istighfari nyingi, lakini kwa ufupi tena astaghfirullah. Yaani unamuomba msamaha Mwenyezi Mungu. Ukimwomba msamaha Mwenyezi Mungu anakusamehe. Akishakusamehe sasa ndio unaanza kupenyeza ajenda yako. Sasa Mwenyezi Mungu bwana, mimi na jambo moja, na jambo mbili, na jambo tatu. Baada ya kumwomba msamaha uliyemkosea, sasa wewe una madhambi pili kichi zaidi. Alafu unakaa tena unaanza kukaa, Mungu nipe kadha. Mbona hujamuomba samahani brother? Kwa hiyo lazima ulete istighfar. Wanawachuoni wanasema sababu inayoweza kupelekea mtu dua yake kupokelewa ni kuleta istighfar, ni kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna dua iliyokuwa kubwa, hakuna dua dunia nzima itafuta. Nenda kwa mwanachuoni yoyote unayemjua wewe, hakuna dua iliyokuwa kubwa kama istighfar. Hakuna dua iliyokuwa kubwa katika ulimwengu huu kama istighfar. Yaani istighfar ndio bwana wa dua zote. Istighfar ndio bwana wa dua zote. Yaani ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kule kuleta istighfari tu, ukimwomba Allah Mwenyezi Mungu jambo lako anakupa. Wala uhitaji sio kitabu gani, sio Fudhat Rabbani, sio Minatul Rahman, wala istighfar. Ukifanikiwa kwenye istighfar, Mwenyezi Mungu anakupa jambo lako lolote unalotaka. Kwa hiyo moja ya sababu inayoweza kupelekea mtu kuweza kupata baraka kwenye mambo yake ni kuleta istighfar, ni kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo lingine ni addu'a bil baraka, ni kuomba dua ya baraka. Yaani ukiwa unaomba dua, hakikisha kwenye dua zako unaomba baraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano kama nilivyowaambia katika dua ambayo Mtume ametufundisha kuwaombea waliooana, barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fi khair. Ni kuombeana baraka na wewe mwenyewe kujiombea baraka. Yaani kwenye dua zako hakikisha unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala baraka. Baraka pia nazo uombwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baraka nazo uombwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu nyingine ni al-aishu ma'al Qur'ani. Al-aishu ma'al Qur'ani. Ukitaka uwe na baraka, kipato chako kifunguke,
biashara zako ziende, mambo yako yaende, na kila kitu chako kiende vizuri. Ishi na Qur'ani kwenye maisha yako, yani ifanye Qur'ani kuwa ni rafiki kwenye maisha yako, yani isipite siku isipokuwa umeisoma Qur'ani. Ishi na Qur'ani, al-aishu ma'a al-Qur'ani, kuishi na Qur'ani. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Mwenyezi Mungu anasema hiki ni kitabu ambacho tumekiteremsha, mubarakun, ni kitabu ambacho kina baraka ndani yake. Qur'ani ni kitabu kina baraka ndani yake. Kwa hiyo ukisoma Qur'ani unapata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoja niwaambie kitu. Zamani mji huu wa Dar es Salaam kabla hujaharibika, kabla Wanyamwezi hawajaja katika mji huu, kabla Wadigo hawajaingia katika mji huu, mji huu ilikuwa ukipita kwenye nyumba za wazee zamani, na miji ya mwambao wa pwani, kienda Tanga, mwambao wa pwani, miji ya wazee wetu ilikuwa alfajiri, baada ya kutoka kwenye sala tu, wazee walikuwa wanakaa nje wanasoma Qur'ani. Mzee Teta siwe atakuwa ni shahidi. Maisha hayo yalikuwa ya wazee wetu. Baada ya sala ilikuwa wazee lazima wakae nje wanasoma Qur'ani. Yaani utamkuta mzee yuko nje na nje ya nyumba yake anasoma Qur'ani. Nyumba za wazee zamani zilikuwa hivyo, na ndio maana nyumba zao zilikuwa
Wanawachuoni wanasema birrul walidaini min a'zami abwabi albaraka, kuwafanyia wema wazazi wawili ni katika miongoni mwa a'zam, ni katika miongoni mwa moja ya milango mikubwa ya baraka. Birrul walidaini, kuwafanyia wema wazazi wawili. Hajawahi kukosea, japokuwa kuna baadhi ya wakati wazazi kama binadamu wanakosea, lakini kwenye maisha yako kamwe usije ukakubali baba yako akakuomba samahani au mama yako, mwanangu samehe, nimekosea, usije ukakubali. Maana kuna baadhi ya wakati kuna watoto anatamani baba yake amuombe samahani, mzee, bwana huyu umenikosea. Wewe baba yako anakukosea, unataka kuombe samahani, wewe umemkosea vingapi? Muda ambao anataka starehe na mama na mke wake, wewe ndio unaamka amevaa shati lake zuri, anataka na wewe umemkojolea. Hivi kati yako wewe na yeye nani kamkosea mwenzake? Hapa hajawahi kukosea kwenye maisha yako, lazima ulielewe hilo, na usije ukakubali hata siku moja baba yako akakuomba samahani au mama yako, ujue umeharibikiwa. Kwa hiyo katika moja ya sababu inayopelekea kupata baraka ni birrul walidaini, ni kuwafanyia wema wazazi wawili, lakini pia kuunganisha udugu ili upate baraka. Elewana na ndugu zako, usikubali
Walhamdulillahi rabbil alamin.